Mtazamaji wa Bongo 5 TV, hii leo siku ya Jumapili, kama unavyojua Bongo 5 tunafanya interview na wadau mbalimbali wa sanaa na kuzungumza nao mengi kuhusiana na muziki wao, lakini leo Jumapili nzuri, Jumapili ambayo labda na wewe umeamkia kanisani, umefanya shughuli zako kidogo, lakini asubuhi uweza kupita kanisani. Leo nimeweza kukutana na Manka, msanii wa muziki wa gospel na vitu vingi sana anafanya, lakini nataka kuzungumza naye kuhusu muziki wake, lakini pia mambo anayoyafanya. Manka, habari yako? Salama tu kwako? Safi, kwema kabisa. Kwema kabisa. Safi, za siku nyingi kidogo. Nzuri kabisa. Hatujaonana kipindi kirefu toka uachie project yako ile iliyopita. Ilikuwa inaitwaje? Ipi iliyofanya press ile ya kutambulisha zile nyimbo zangu? Okay, nimemuona bwana. Umemuona bwana. Yeah. Lakini sasa hivi nimeachia nyimbo nyingine mbili ziko katika YouTube yangu ya Jina Lako pamoja na Tumsifu Bwana. Okay. Yes. Okay. Ni sio muda mrefu sana toka umeachia zile ngoma, afu sasa hivi kuna ngoma zingine mbili umeachia. Speeding kali sana ama ndo yote ni mambo ya God, mambo ya Mungu tuseme. Kwa kweli ninamshukuru Mungu sana. Kama nilivyosema hapo awali, unajua ukitii mamlaka basi ndivyo vile na Mungu anapojifunua kwako. Kwa hiyo mimi nilimtii Mungu na kweli Mungu amejifunua kwangu, na ndio maana umeona hayo mambo yanaenda kiurahisi zaidi. Yeah. Nini kinakusukuma wewe kufanya muziki wa gospel? Ni kama nilivyosema pia hapo awali, sikuwa mwanzoni wala sikuwahi kuwaza kama nitaingia kwenye muziki wa gospel, lakini kama nilivyowaeleza jinsi ambapo niliota ile ndoto nikiwa naimba, hicho kitu kikanisumbua sana mpaka ikabidi nije niingie sasa studio niende kutoa nyimbo. Kwa hiyo mimi nasema ni Mungu mwenyewe aliniwezesha, au ni Mungu mwenyewe alinitaka mimi nifanye hiki ninachokifanya kwa sasa. Na una muda gani sasa kwenye muziki? Niliingia studio ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa, kama sikosei, mwezi wa 8 na sasa hivi tayari nina nyimbo zangu 7, lakini nimeshafanya nyimbo 3 video ambazo tayari nimeziachia kwenye mtandao. Na kuna baadhi ya wasanii ambao wapo kwenye gospel mwakuta, tukiona kama Rose Muhando ni msanii ambaye pia mwaka huu mwanzoni ameanza kurejea kwenye muziki tena baada ya kimya wa muda mrefu, lakini pia alipitia mambo mengi mazito. Wasanii wa gospel wanapitia changamoto nyingi sana. Hii unaizungumziaje hasa kina kama Rose Muhando anazungumzia, sio kama ulisikia ile, kwa sababu ni role model wa wengi kama nyinyi? Siwezi kusema kwamba kwangu mimi labda ndo role model, sababu kila mtu ana mtu wake, au kila mtu ana testi au ana ladha ya mtu wake. Yaani kila mtu ana ladha yake. Sasa mimi kama mimi nina ladha ya watu wangu, hata ukiniuliza naweza nikakujibu. Ni nani? Lakini na fresh sana na Christina Shusho. Nyimbo zake zinanibariki sana anapoimba. Mimi nyimbo zangu hata kuzisikiliza, hizi mbili za mwishoni ni za utaratibu fulani hivi, lakini pia ladha, yani the way anapocheza, anapoimba hivyo, na mwingine ni ninakubali sana. Nyimbo gani ya Shusho ambayo kidogo unaweza kutuambia kidogo? Relax. Anasema tu relax kwa kweli, yani ananikumbusha, niwa nikisikiliza ule wimbo ananikumbusha kuna kipindi fulani nilikuwa na hali ngumu sana, yani mambo tu ya kawaida, lakini kwangu mimi nilikuwa naona kama dunia iko hapa. Sasa nikawa nimeenda siku hiyo kanisani, ilikuwa siku hiyo ni kanisani kwetu sisi, apostle wetu tunamuita chief. Kwa hiyo alikuwa anatoa zawadi ya mwaka. Kwa hiyo zawadi ya mwaka alikuwa ametuandalia ni unabii. Kwa hiyo sasa mimi ninaamini sana katika unabii, kwa sababu ninajua ni Mungu anazungumza kupitia yule mtumishi kwa ajili ya kunifikishia ujumbe wangu. Kwa hiyo sasa alinipa kikadi ambacho kina unabii wangu kwamba naenda kufungua na kukuta ni relax. Kwa hiyo kuanzia hapo nilipokea kurelax kiasi kwamba nilikuwa nina amani ya kutosha. Mungu akaniinua hivi mpaka hivi mnavyoniona kwa sasa hivi. Lakini ni kutokana na ule ujumbe ambao Mungu aliweka katika kinywa cha mtumishi yule, akaweza kunipa ile zawadi ya ile kadi ambayo imeandikwa relax. Kwa hiyo kwa kweli sasa huwa nalinganisha, nikisikiliza ule wimbo, japokuwa siwezi kuimba kama yeye alivyoimba, lakini nikisikiliza ule wimbo na ule unabii, ananibariki sana yule dada. Na kwa upande wa gospel gani unaona? Zote nazipenda. Lakini anaimba muziki fulani kama
nenda kidunia dunia, yani anachangamka sana, afu watu wengine wakimpinga. Labda hapana, siwezi kusema ni ya kidunia, kwa sababu Mungu wetu, mimi naweza kusema Mungu wetu wa sasa hivi ni kijana. Of course, yani sasa hivi ni hapa kwa hapa. Yani umefanya hiki anakulipa, umefanya hiki asubuhi anakulipa jioni. Umemuomba nataka hiki anakupa saa hiyo hiyo. Inategemea na imani yako wewe. Kwa hiyo kule kiduniani wanaruka, yule wanayemwimbia ni nani? Umenielewa eh? Wale wa duniani wanaimba vile, wanajiachia, wanaruka, wanakatika, wana nini. Sisi Mungu aliyetupa pumzi, aliyetupa uzima, Mungu ambaye amekuumba wewe unayenitazama sasa hivi, pumzi yake kuilipii Kwa nini usiimbe ukiwa unaruka kwa staili zote? Kwa sababu huu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu akiwa ndani yangu, au Roho Mtakatifu akiwa ndani yangu, atafanya kunitumia yeye anavyotaka. Kwa hiyo nikiwa katika kuimba, na kuimba wanasema ni kusali mara nyingi zaidi, na Mungu anafurahishwa na sifa kama ilivyoandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo kama Mungu anafurahishwa na sifa, unatakiwa unyimburuke, yani uimbe kwa maono fulani. Yes. Yani unamringia Mungu wako. Of course, kwani haya maono ni ya nani? Si ya Mungu jamani. Haya ni Mungu, ni uumbaji wa Mungu. Yani ni Mungu ametuumba. Kwa hiyo kumwimbia Mungu katika hali fulani inapendeza zaidi, unamshusha Mungu. Umeelewa? Sifa inamsogeza Mungu karibu. Mungu anafurahishwa sana na sifa. Mungu anafurahishwa sana na kuabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo eti gospel kwamba ameimba vile, alikuwa anamshangilia Mungu wake, hajavunjika miguu. Yeye ana mikono yote, sio kipofu, ana uzima, ana nguvu, ana afya, anapumua vizuri. Kwa nini asimwimbie Mungu? Kuna watu ukienda hospitalini, ukiingia hospitalini huko Muhimbili sijui wapi, ukiona jinsi wagonjwa wanavyoteseka. Wengine wamepata majali, miguu wamekewa mawe, miguu iko juu hivi. Mtu anakuambia nina miezi 6 dada tangu niko hapa. Ninaenda huu ni mwaka wa 2 sasa hivi niko hapa. Anatamani atoke pale basi hata aruke amshangilie Mungu, lakini hawezi. Sasa wewe ambaye tayari una nguvu na viungo vyote, na unaweza kumwimbia Mungu, unaweza kurukaruka, kwa nini usiruke? Kama ndege wa angani wanavyoruka huko, na wale ni ndege na tumetofautishwa nao. Wewe Mungu ambaye umefanana na yeye, kwa nini usimwimbie Mungu? Kwa nini? Na tukiachana huo muziki sasa, wewe kwako kuna hizo project mbili zimetoka, kuna vingi vinakuja bila shaka. Nini kinakuja kwako? Kwa sasa hivi kwanza nakaribia kumaliza nyimbo zangu ambazo natamani sana nikamilishe albamu yangu kwa haraka. Yani ikifika mpaka mwezi wa 4 niwe nimekamilisha tayari. Yani hilo ndio ombi langu kubwa sana kwa Mungu, ambalo niko mbioni. Yani sitaki kitokee kipingamizi chochote. Ndani nimeshaweka mkataba wangu, yani ndani ya miezi hiyo tayari niwe nimekamilisha albamu yangu. Unajiona kuwa mchungaji? Mchungaji, hizo ni karma ambazo Mungu aliachia kwa watu wake. Najua kuna mitume, kuna manabii, kuna wainjilisti, kuna walimu na wachungaji, lakini mimi siwezi kujihesabia kama ni mchungaji, ila Mungu ndo anajua kile ambacho Mungu amekiweka ndani yangu kwa sasa, hata hapo baadaye yeye anajua. Na ninachoamini kwa Mwenyezi Mungu, kile ambacho ameniumbia niwe kitakuwa tu. Yani hata kama nitapitia wapi, yani nitaenda wapi, lakini kile kusudio lile la Mungu aliloweka ndani langu litimie, litatimia tu. Kwa hiyo siwezi kusema mimi ni mchungaji bado, lakini akisema Mungu, mimi nani hata nipige. Ile unatamani kuwa na kanisa? Bado sijaweka matamanio hayo kwa kweli, bado. Ndio maana nasema uchungaji ni karma kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sio mtu tu umelala leo umeamka umesema mimi nataka kuwa mchungaji, ukaenda ukafungua. Yani mimi ninachokiamini, kama kweli Mungu anataka umtumikie yeye, anataka uwavute watu wamjue Mungu, kuna njia nyingi sana za kuwavuta watu. Hata katika uimbaji kuna watu ambao watakabarikiwa na nyimbo zangu, kuna ambao hawatobarikiwa, kuna ambao watabarikiwa sana kupitia nyimbo zangu. Ndio maana nasema kila mtu ana testi na ladha yake. So kwa maana hiyo kwamba kuna wachungaji wengi ambao wamekuwa wakiibuka, na wengine mahubiri yao yamekuwa kidogo ndatanishi, lakini kuna tafsiri nyingi kwamba huenda wengine wanasema tuwaache waendelee kuhubiri neno la Mungu kwa njia zao, lakini wengi wanasema ni biashara. Sasa hivi wewe una mtazamo gani kwenye hili? Yani sasa hapo nitakuwa kama labda niliweke hivi,
kila mtu ajue kwamba kuna Mungu, lakini Mungu wa mbinguni juu, aliyeketi mahali pasiri palipo juu, palipoinuka, tena juu ya makerubi na maserafi, kama neno lake linavyosema, mimi ni Mungu. Hafananishwi na wala usimfananishe na kitu chochote kilicho juu mbinguni au chini madini chini ya nchi. Usivitumikie wala kuvisujudia, kwa kuwa yeye ni Mungu na ni Mungu mwenye wivu. Sasa basi, nimekujibu vizuri. Kama mtu anajua yeye ni mchungaji na anajijua kweli yule ni Mungu amemleta, na anafundisha kuendana na Biblia inavyosema, na ana hofu ya Mungu kweli, mimi sipeki.